Dhamana ni uhuru wenye masharti ambayo mtuhumiwa anapewa na mahakama au na polisi wakati jambo lake linaendelea kushughulikiwa. Inaweza ikawa ni wamfungua shtaka polisi. Kwa hiyo bado jambo linashughulikiwa, ana haki ya kupewa dhamana. Lakini pia huyo mtuhumiwa au mshtakiwa anaweza kama amefunguliwa kesi mahakamani. Kwa hiyo yuko kule mahakamani, pia kule dhamana inatolewa. Kwa hiyo ni uhuru ambao unapewa masharti. Tunajua kwamba katiba yetu ya Jamhuri ya Tanzania imetuambia kwamba watu wote tuko huru chini ya sheria. Lakini unapokuwa unashtakiwa au unatuhumiwa na kosa fulani dhidi ya jamhuri, kwa hiyo unapewa uhuru wenye vipimo. Yes, kwa hiyo ni uhuru ambao una mipaka yake kwamba tutakupa uhuru uone na shughuli zako msifanye 1, 2, 3. Kwa hiyo ndio maana ya dhamana kwa mujibu wa sheria. Dhamana katika sheria yetu ya hapa nchini. Kwenye sheria kwanza dhamana inasimamiwa na sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai sura ya 20. Ndio, na sheria hiyo inataja aina 2 ya dhamana. Kuna dhamana ya polisi, lakini pia kuna dhamana ya mahakama. Hii dhamana ya polisi inakuwaje? Hii dhamana ya polisi ni pale mtu anapokamatwa na polisi, anawekwa chini ya ulinzi wa polisi wakati polisi inafanya upelelezi wake. Na mtu anapokuwa chini ya kizuizi cha polisi, sheria inasema kwamba ni ndani ya masaa 24 amepewa dhamana. Kwa hiyo haya ni yale makosa madogo madogo ambayo mtu anafanya, anawekwa kizuizini chini ya jeshi la polisi kwa ajili ya kufanya upelelezi au mahojiano, kupata sasa chanzo au kiini cha tatizo. Lakini pia dhamana inayotoka mahakamani au dhamana ya mahakama, hii dhamana inatolewa na mahakama ambapo yule mtuhumiwa au mshtakiwa anakuwa mbele ya mheshimiwa hakimu mbele ya mahakama. Anaposoma shtaka lake na kukana, anakuwa mheshimiwa anamueleza kwamba una haki ya kupata dhamana. Kwa hiyo mheshimiwa anapotamka pale kwamba una haki ya kupata dhamana mbele ya yule mshtakiwa, anampa na masharti yale ya dhamana. Kwa hiyo kama atakizi vigezo, atapewa ile dhamana, atakuwa nje, lakini atakuwa anahudhuria mahakamani mpaka pale shauri lake litakapokwisha. Lakini pia kuna ile dhamana ya 3 ambayo inatokea shauri lishamalizika, hukumu imeshatolewa, lakini yule mtu anakata rufaa. Kwa hiyo pale napo huwa kuna dhamana mtu akisubiri maamuzi ya mahakama ya juu. Kwa hiyo yeye anaomba kama kawaida, mahakama itaangalia, itaweka vigezo vyake, akidhi vigezo itampa dhamana. Wakati taratibu mwingine unaendelea. Kwa sheria yetu ya mwenendo wa makosa ya jinai, kuna baadhi ya makosa ambayo yametajwa kwamba makosa haya mtu anapofanya au anapotumiwa jamhuri atapata dhamana. Moja wapo ya kosa hilo ni kosa la mauaji ya kukusudia. Hilo kosa mtu anapolifanya, sheria inamnyima haki ya kupata dhamana. Lakini pia kuna yale makosa ya biashara haramu ya kuuza binadamu. Kama ushasikia watu wanauza, hilo pia halina dhamana. Lakini pia mtu akihusika na makosa ya uuzaji wa madawa ya kulevya, sheria imemnyima dhamana. Lakini pia unyang'anyi wa kutumia silaha, sheria pia imemnyima mtu wa namna hii kupata dhamana. Kwa hiyo ni kama makosa 5 ambayo kwa mujibu wa sheria hiyo yamesema makosa hayo unapotumiwa nayo au utapata dhamana mpaka shauri lako litakapomalizika mahakamani. Ndio. Na kwa kuongezea alipoishia wakili mwenzangu, wakili Viki, nje ya makosa hayo aliyoyataja, yapo pia makosa mengine ambayo sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai imeweza kuyataja kwamba watu hawatopata dhamana, ambapo miongoni mwa makosa hayo ni kosa la uhaini. Ni miongoni pia mwa makosa ambayo mtu akishtakiwa nayo hatopata dhamana. Lakini pia kosa jingine ni kosa la ugaidi. Tunafahamu sheria ya ugaidi imekuwa ikionya watu kutenda makosa hayo. Pia ni miongoni mwa makosa ambayo mtu akishtakiwa hatoweza kupata dhamana. Lakini pia makosa mengine ni makosa haya ya kiwemo ya wizi au yanayohusiana na masuala ya mali. Pale ambapo thamani ya mali inazidi milioni 10. Pia mtu huyu hataweza kupata dhamana. Lakini pia dhamana pia inazuiliwa kwenye sheria kwa makosa yale ya uuzaji wa madawa ya kulevya, pale ambapo shughuli hizi za madawa ya kulevya zitajihusisha na masuala ya kibiashara. Yaani mtu anafanya shughuli za madawa ya kulevya kwa lengo la kibiashara. Pia sheria imeweka ukomo au imeweka zuio la dhamana kwenye maeneo hayo. Mimi naitwa Silveri Mtesigwa, natokea Kagera. Kwanza tuwapongeze Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania kwa kila ambacho wanakifanya kupita katika maeneo tofauti tofauti kwenda kuwafundisha watu kuhusu wao wanahusika na nini, lakini wao ni kina nani pia. Tumeshuhudia katika vituo mbalimbali vya redio wamepita wakitoa elimu. Tunashukuru kwa kila ambacho wanakifanya kwa sababu
moja ya jukumu lao pia wanahusika na kutathmini kuhusu mambo mtambuka pia katika swala zima la kisheria, lakini pia wanatoa elimu kwa wananchi. Katika kutoa elimu kwa wananchi, tunajua kila mwananchi sio kwamba ni mwanasheria na sio kila mtu anajua sheria. Kwa hiyo katika kila ambacho wanakifanya kinawapa watu uelewa kuhusu masuala mazima ya sheria, lakini licha ya kujua sheria ni kwamba matatizo mbalimbali ambayo yanahusu watu pia wanapokuwa wanayazungumzia katika vipindi vya redio, wanapokuwa wanazungumzia katika mihadhara mbalimbali. Tumesikia pia wamezungumzia kuhusu swala zima la kwamba wanapopata bajeti huwa wanaenda mpaka zile ngazi za chini kabisa, kwa maana ya vitongoji, kata pamoja na kijiji, kutoa elimu kuhusu wao wanahusika na nini. Wakazungumzia pia kuhusu swala zima la masuala mtambuka kama matumizi ya, wamezungumzia kuhusu masuala ya carbon, lakini pia wamekuzungumzia masuala mazima ya, tuipongeze pia tume inapopita kuzungumza masuala tofauti tofauti ambayo yanapatikana katika jamii kama rushwa, na wao pia wamekuwa wakitoa wito kwa wananchi kutojihusisha pia na masuala ya rushwa, ambapo TAKUKURU pia wanahusika na hilo swala, lakini pia wenyewe wanahusika. Kwa hiyo masuala tofauti tofauti yanayopatikana katika jamii yanayohusu sheria wamekuwa wakiyazungumzia kinagaubaga, japokuwa hata kama mamlaka husika isipokuwepo, lakini wao wamekuwa wakizungumza na maswali yanayoulizwa na wananchi pia wamekuwa wakiyajibu. Wito kwa wananchi ni kwamba popote pale wanapofika wananchi wajitahidi kujitokeza, lakini sio tu kujitokeza, waulize maswali kuhusu vitu mbalimbali ambavyo vinawasumbua katika jamii. Tunaamini tume pia itakuwa inajibu, lakini tume pia iendelee kutoa elimu kwa wananchi, kwa sababu sio wananchi wote wanajua elimu vile ambavyo inatakiwa kisheria imekaaje. Nashukuru sana, asante. Na wote lazima tuishi kwa kufuata utaratibu wa sheria, na hata nimekuwa nikifuatilia elimu kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini pia hata vipindi vya redio ambavyo wameendelea kutoa. Hivyo basi mimi nawapongeza Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania kwa namna ambavyo mmeendelea kuwa kipaumbele na kuwa sehemu ya suluhisho ama matumaini makubwa kwa Watanzania wote. Asante sana.